Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inun ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, baada kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kustaka ziada za khairi zimwendee mtukufu wa daraja na si mwingine ni bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, usikum maratan thaniya bitaqwallahi ta'ala wa ta'ati faqad faza almuttaquna haythu qala inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu zangu, tunaelezana umuhimu wa kufanya kheri ndani ya mwaka huu ambao tumeuingia. Ndugu zangu katika imani, bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ukirudi katika qadayati tarikhia, katika matukio ya kihistoria, tunakuta ndani ya mwaka mpya kuna tukio kubwa na yeye alilifanya, ambalo tuliwahi kulieleza katika hutuba ambazo zimepita karibuni tu. Asema alipata amri ya kuhama kutoka Maka kwenda Madina, akafika sehemu ambayo inaitwa Quba fil yaumi thani min Rabi'il Awwal, katika siku ya pili mwezi wa mfungo sita. Alichokifanya, alijenga msikiti, kwa sababu pale Maka alikuwa ni mudhayiqan alayhi bid'awa, mamnu'an min aljahri bid'awa, ameziwiwa kutangaza Uislamu. Akapokea oda ya kuhama kutoka Maka kwenda Madina, akafika sehemu inayoitwa Quba, akakaa siku 12, akajenga msikiti katika muda huo ambao uliitwa Masjid Quba, kwa kuwa ni tukio lilifanyika Muharrami. Sisi ndani ya mwezi wa Muharram tuna msikiti huu ambao kila siku tunapiga kelele, watu wanatakiwa wajitoe kwa hali na mali kwa kumuiga bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ili mradi thawabu zake zitufikie kwa kufanya sunna, kwa kuhuisha sunna kama alivyohuisha bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume anasema, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, atakayeanzisha katika Uislamu mwendo mwema, jambo jema, falahu ajruha wa ajru man amila biha, anasema atalipwa kwa kuanzisha na kwa kufanya, na malipo ya yule ambaye atafanya baada ya kupata ile amri au baada ya kupendezesha kwamba hili lina faida kadha na kadha na kadha. Kwa hiyo mimi nitalipwa, lakini wewe ambaye utatoa 200 yako kujenga msikiti utalipwa, ndugu yangu katika imani. Mtume anasema, min ghairi an yankusa min ujurihim shay'un, pasina kupungua kitu chochote katika malipo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakadiria. Kadhalika wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, atakayeanzisha jambo baya katika Uislamu, kana alaihi wizruha, anakuwa analipwa makosa yake lile jambo, wa wizru man amila biha min ba'di, na malipo ya yule ambaye amefuata lile jambo. Yule aliyoandaa michezo ya kubeti, kila atakayebeti na yeye anapata dhambi zake. Yule ambaye atawakusanya watu ndani ya Muharram, akawakusanya watu katika kikazi chake, wakaanza kumung'unya, kupiga ubuyu, kupiga umbea kwamba kadha na kadha na kadha, wallahi yeye atapata zaidi, kwa sababu atapata yale ya kuwakusanya watu na atapata yake yeye mwenyewe ndani ya mwaka huu mpya, ndani ya mwezi huu mtukufu ambao bwana mtume alisema, akasema minha arba'atun hurumun, lakini Allah naye alisema katika Qur'ani minha arba'atun hurumun, akautaja Muharram ni katika miezi 4 mitukufu. Ndugu zangu katika imani, tubadilike
kwa maneno yanayosema man tasawa, anasema man tasawa yaumahu fahuwa maghbunun wa man nakasa yaumuhu an amsin fahuwa mal'unun. Mtu ambaye jana na juzi alifanya sawa sawa katika mema, alifanya sawa sawa katika utafutaji, mtu huyu amepunjwa maendeleo, mtu huyu amenyimwa thawabu. Kwa maana jana ulikuja msikitini ukasali rakaa 2 za kablia, lakini haukusali baadia ukaondoka. Imefika leo umefika msikitini umesali tena kablia, haukusali baadia ukaondoka. Huyu aliyosema maneno haya, sijui, sina uhakika kama ni mtume, nisije nikamsingizia, lakini kama ni mtume kauli hiyo ipo. Asema fahuwa maghbunun, amenyimwa fadla, amenyimwa ubora. Wa man nakasa yaumuhu an amsi fahuwa mal'un. Lakini mwingine hafadhali hata huyu, jana kasali kablia hakusali baadia. Yeye jana kasali kablia, alipofika leo hata ile kablia yenyewe hakuswali, kufika kasali Juma kiatu. Huyu amelaaniwa kabisa, kwa maana kila siku inatakiwa kama jana ulifanya jema moja, siku ya pili ufanye mema 2, siku ya tatu ufanye mema 3, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Ukiwa umefanya jema moja jana, leo umekuja ukufanya jema moja, asema fahuwa mal'unun, mtu huyu amelaaniwa. Ajabu au lilasafi shadid, kuna watu shekhe wanafika mpaka hija. Yani mtu kaenda akapata taufiki ya kwenda mpaka hija, kaenda kufuta madhambi yake ya umri wake wote aliyoishi. Akirudi Bongo anakuja kuandika tena makosa yake 1, 2, 3 mpaka anaingia motoni. Inna lillahi. Yani milioni 10 umezitia katika moto, milioni sijui thamani ya kwenda hija kwa sasa hivi gharama zake shingapi. Unakwenda kwa gharama shekhe, alafu kirudi hapa unafanya utoporo. Afadhali hata wayanga na Simba. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma arḍan arba'at khulafa'il kiram ummatil islam amiril mu'minin sayyidina Abi Bakar as-Siddiq wa sayyidina Umar ibn al-Khattab wa sayyidina Uthman ibn Affan wa sayyidina Ali ibn Abi Talib. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الحياء منه والأموات. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم ترحمون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله على التمام والكمال. أقم الصلاة.